Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Rais wa Marekani Bwana Donald Trump ameitaka NATO kumsaidia kufungua mlango bahari wa Hormuz. Rais huyo wa Marekani amesema kwamba wakati huu ni wakati ambapo NATO inapaswa kufanya kazi yake kikamilifu kuisaidia Marekani katika vita hivyo, hasa katika eneo la mlango bahari wa Hormuz. Rais huyo ametahadharisha juu ya hatima ya ushirikiano na muungano wa kijeshi wa NATO, akisema utaharibika kabisa ikiwa washirika hao hawatasaidia juhudi za kufungua mlango bahari wa Hormuz. Rais Trump aidha amesema huenda akauahirisha mkutano uliopangwa na rais wa China Xi Jinping, akimshinikiza pia kusaidia mkakati huo. Tahadhari hiyo ya Trump ilichapishwa kwenye gazeti la Financial Times siku ya jana Jumapili. Alinukuliwa akisema anadhani China pia inapaswa kusaidia kwa sababu inapata 90% ya mafuta kupitia mlango huo bahari wa Hormuz, na kuongeza kuwa angependelea kujua nafasi ya Beijing kabla ya kwenda nchini China. Waziri wa fedha wa Marekani Scott Bessent na naibu waziri mkuu wa China He Lifeng jana Jumapili walikamilisha raundi ya kwanza ya mazungumzo yaliyofanyika kwa siku 2 mjini Paris, wakiangazia vizingiti katika utekelezaji wa makubaliano ya kibiashara pamoja na kuandaa mazingira ya ziara hiyo ya Donald Trump anayotarajiwa kukutana na Xi Jinping mwishoni mwa mwezi wa Machi. Amesisitiza kwamba mataifa yote yananufaika na njia hiyo yanalazimika kuhakikisha njia hiyo inakuwa salama. Hata hivyo, rais wa Marekani Donald Trump, ambaye kabla ya wakati huu kuomba msaada kutoka NATO na mataifa kama vile China, aliwahi kuweka wazi kwamba yupo tayari kwa ajili ya kufungua mlango bahari wa Hormuz kwa njia yoyote ile, lakini inaonekana rais huyo sasa amefika ukingoni katika kufanya maamuzi hayo au kufanya jukumu hilo la kufungua mlango bahari wa Hormuz, na hivyo wakati huu anayaomba mataifa ya NATO ili yaweze kumsaidia. Kadhalika, rais huyo wakati huu anaona kwamba ikiwa NATO watatoa msaada ni kwamba muungano huo utakuwa ni muungano usiokuwa na maana yoyote, na kwamba utaharibika kabisa ikiwa washirika hao hawatasaidia juhudi za kufungua mlango bahari wa Hormuz. Moja kati ya jambo ambalo wakati huu Iran inataka kulifanya juu ya China ni kuipa nafasi China kupitisha meli zake, ambapo 90% ya mafuta ya China hupitia katika eneo hilo. Na hivyo wakati huo ikiwa China itakubaliana na mpango huo wa Iran, ni kwamba Marekani haitakuwa tena na sababu ya kuitaka China, na Iran imeweka wazi kwamba ni mataifa rafiki tu ndio ambayo yataruhusiwa, ikiwa ni pamoja na China. Upande wa Sir Keir Starmer, waziri mkuu wa Uingereza, ambaye alifanya mazungumzo na Donald Trump kuhusu hali ya Mashariki ya Kati, ikiwa ni pamoja na eneo hilo la Hormuz, alizungumzia umuhimu wa kufungua tena mlango huo, na ofisi ya Starmer imesema viongozi hao pamoja na masuala mengine walijadiliana kuhusu hali ilivyo katika Mashariki ya Kati ili kukabiliana na kadhia ya usafirishaji na inayochochea kupanda kwa gharama kote ulimwenguni. Trump akarai mataifa mengine kama China, Ufaransa, Japan na Korea Kusini kupeleka manuari za kivita ili kuisaidia Marekani katika kufungua mlango huo na kuhakikisha usalama. Huku hayo yakiendelea, waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amesema kwamba jamhuri hiyo ya Kiislamu haina mpango wa kuzungumza na Marekani na kupuuzia mbali msimamo wa Trump kwamba Tehran inataka makubaliano ili kumaliza vita, na amesema wako imara na wanachotaka ni kuwalinda watu wao. Amesema hayo alipozungumza na kituo cha utangazaji cha CBS kwenye mahojiano ya jana Jumapili. Amesema, tunawalinda watu wetu dhidi ya kitendo hiki cha uchokozi na hatuoni sababu yoyote inayotulazimu kuzungumza na Wamarekani, kwa sababu tulikuwa tunazungumza nao wakaamua kutushambulia, na hivyo ilikuwa ni mara ya pili. Hatuna uzoefu mzuri wa kuzungumza na Wamarekani. Tulikuwa tunazungumza, kwa nini waliamua kutushambulia? Sasa kuna haja gani ya kurejea kwenye mazungumzo? Alisema Abbas Araghchi. Araghchi aidha amesema Tehran imeombwa na mataifa kadhaa kuruhusu meli zao kupita salama kwenye mlango bahari wa Hormuz, na kuongeza kwamba kwa sasa jeshi ndilo lenye mamlaka ya kuamua, lakini akasema meli za baadhi ya nchi zitaruhusiwa kupita bila ya kutoa maelezo zaidi. Inatajwa kwamba mataifa hayo ni yale mataifa rafiki, ikiwa ni pamoja na China ambayo kwa muda mrefu imekuwa ikifanya usafirishaji wa mafuta kutoka katika eneo hilo la Mashariki ya Kati, hasa nchini Iran. Kwa hivyo Iran wakati huu inazingatia wale ambao ni washirika wake wa muda mrefu katika ushirika wa biashara.
Hata hivyo, Trump amesisitiza kwamba Marekani iko kwenye majadiliano na Iran wakati vita vikiingia wiki ya 3, ingawa amesema Tehran haiko tayari kwa makubaliano ya kuvimaliza vita hivyo. Alisema hayo kwa waandishi wa habari alipokuwa akipanda ndege ya rais ya Air Force One, ingawa hakufafanua kwa kina undani wa mazungumzo hayo. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.